Mbunge wa jimbo la Njombe mjini, Mheshimiwa Deo Mwanyika, ametaja mafanikio makubwa ya serikali ya awamu ya sita chini ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, ikiwa ni pamoja na kuimarisha uchumi ambao umesaidia kuongeza huduma za kijamii. Akizungumza katika mahojiano maalum na George Marato TV nje ya ukumbi wa bunge jijini Dodoma Juni 6 mwaka 2025, Mheshimiwa Mwanyika amesema kutokana na mafanikio hayo yamewezesha uchumi wa Tanzania kuimarika ukilinganisha na nchi jirani. Na kwa kweli kuna mambo makubwa mengi yamefanyika katika kipindi hiki cha serikali ya awamu ya sita ya Mheshimiwa Rais Mama Samia Suluhu Hassan. Imekuwa ni manufaa makubwa sana kwa wananchi, na kitu kikubwa kwa wananchi ni huduma za jamii, ni kujenga uchumi, na kujenga uchumi, ukakuza uchumi, huduma za jamii zinaongezeka. Sasa kimataifa nchi yetu imepata ranking nzuri sana, uchumi wetu unakuwa, ukitulinganisha na nchi za jirani tuna uchumi mzuri sana, uchumi wetu umeimarika. Nchi nyingi hazina fedha za kigeni za kutosha, Tanzania hatujapata hilo tatizo. Kuhusu miradi ya maendeleo ambayo imetekelezwa na serikali ya awamu ya sita, Mheshimiwa Mwanyika amesema tumekuwa na mafanikio makubwa sana katika nchi yetu. Kwenye kipindi hiki jambo kubwa tuliloliona ni ukamilishaji wa miradi mikubwa ambayo yalianza na awamu ya sita. Sisi tunasema kama wawakilishi wananchi, ni jambo kubwa sana hili. Wananchi wengi walikuwa na wasiwasi kwenye kipindi hiki, je, miradi ile ambayo Magufuli kipenzi chetu alianzisha itakuwaje? Lakini unaweza kuitaja moja moja. Kubwa kuliko yote ni bwawa la Mwalimu Nyerere, megawati 2100 limekamilika na limeanza kutoa umeme. Tuna umeme wa uhakika, ni jambo zuri sana kwa viwanda vya Tanzania. Lakini mabarabara yaliyo mengi ambayo yalikuwa yameanza, mengi yamekamilika, mengine yanaendelea na ujenzi. Lakini tuchukue miradi mikubwa, Kigongo Busisi ni mradi mkubwa sana ambao utakuwa na manufaa makubwa sana kwa ukanda mzima wa Afrika Mashariki. Umekamilika na tunashukuru, bado nadhani ndani ya kipindi cha mwezi mmoja Mheshimiwa Rais anakwenda kufungua Kigongo Busisi. Sisi tunafurahi. Lakini ukija kwenye afya, tuna mafanikio makubwa sana. Hospitali karibu zote zile kubwa za rufaa zimekamilika. Ukienda Dar es Salaam, Muhimbili imeongezewa Mloganzila, imekuwa hospitali kubwa ya kimataifa. Ukienda kwenye hospitali za kanda karibu zote zimekamilika. Ukienda hospitali za rufaa za mikoa karibu zote zimekamilika. Hata Njombe sisi yetu imekamilika bilioni 37. Kwa hiyo kila mahali unapogusa unakuta mambo yanakwenda vizuri. Lakini kwenye afya jambo ni zaidi ya tu ya hospitali za rufaa. Ukienda vituo vya afya, vimejengwa vituo vya afya. Kila mbunge hapa ametoka na vituo viwili vimekamilika, na sasa tunaongezewa kituo cha 3 cha kimkakati. Ukienda kwenye zahanati ni nyingi mno ambazo zimekamilika. Kila mbunge hapa naye ameondoka na zahanati. Mimi Njombe peke yangu kuna zahanati kwenye kipindi hiki ambazo serikali imetoa fedha, zaidi ya zahanati 20 zimekamilishwa. Kwa hiyo kwa ujumla wake, ukija kwenye elimu tumeona mafanikio makubwa sana. Kipindi hiki ndio tumeanza kuona elimu bila malipo imeanza kujitokeza. Michango midogo ipo ambayo wenyewe wananchi wanakubaliana kwamba watatoa kiasi fulani, kwa mfano chakula. Lakini kwa ujumla mikopo imeboreshwa, vyuo vimejengwa. Kwa hiyo kwa ujumla ni kipindi chenye mafanikio makubwa sana katika kujenga huduma kwa wananchi wa Tanzania. Akizungumzia maslahi ya watumishi, Mheshimiwa Mwanyika amesema serikali imefanya kazi kubwa. Wakati tunakuja hapa sisi tulikuwa na kero, tunaambiwa na wananchi kwamba kuna watu wamefukuzwa kazi, hawakulipwa mishahara imesimama muda mrefu, madaraja hayajaongezwa. Mambo yote haya yamesafishwa kwenye kipindi hiki cha awamu ya sita. Kwa hiyo kwa kiasi kikubwa tumekuwa na mafanikio makubwa yanayokwenda kujenga ustawi wa wananchi. Kwa mujibu wa Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kifungu namba 8, kazi kubwa ya serikali ni kujenga ustawi wa wananchi, na kwa kweli jambo hili limefanyika kwa kiasi kikubwa sana katika kipindi hiki. Hata hivyo, wamesema katika kipindi hiki cha serikali ya awamu ya sita miradi mingi ya maendeleo imetekelezwa katika jimbo la Njombe. Nimeingia nasema na bahati, lakini vile vile ni mbunge ambaye nimepambana kwa kiasi kikubwa sana. Tumekuwa na mabadiliko makubwa sana katika jimbo la Njombe mjini. Sisi wana Njombe siku zote kilio chetu kilikuwa ni maji. Tulikuwa na miradi ya maji pale midogo tu.
Lakini kwenye kipindi hiki tumekuwa na miradi mikubwa mitatu ya maji. Mradi mkubwa kuliko yote ni miradi yule ya miji 28 ambayo mikoa mingi na miji mingi imepata. Na Njombe tumepata bilioni 41. Mradi ule unaendelea vizuri katika ujenzi wake. Lakini tuna miradi mingine mitatu ya maji. Tuna mradi mmoja unaitwa Lugenge, bilioni 8.9. Mradi umeshaanza kazi, unaleta maji kwenye maeneo ya mji wa Njombe. Tuna mradi mwingine mdogo wa bilioni 3.8 unaitwa Livingstone Ijunilo. Mradi ule unapeleka maji maeneo yote ya eneo la kata za Ramadhani, lakini eneo la hospitali yetu ya rufaa iliyojengwa jipya mpya, maji yote sasa yatakuwa yanatoka katika vyanzo hivi viwili cha Lugenge na Ijunilo. Kwa hiyo kero kubwa kuliko zote ambayo Magufuli alitembelea Njombe akauliza mna shida gani, wakasema maji. Kikwete ametembelea Njombe 2005 akauliza mna shida gani, wakasema maji. Kero hiyo Mama Samia amekwenda kuitatua. Kwa hiyo sisi tunafurahi sana, tunaishukuru sana serikali ya awamu ya 6 kwa jambo hilo. Lakini sio hilo tu. Wakati naingia mimi, tuna vijiji pale 44. Kulikuwa na vijiji 21 tu ambavyo vilikuwa na umeme. Lakini sasa tunaongea vijiji vyote vimepata umeme na sasa wananchi wanafurahi. Bado tuna changamoto ya vitongoji ambayo ndio mradi unaokuja kwenye vitongoji. Tumeanza na vitongoji 15, lakini tuna vitongoji vingine 60 ambavyo na vyenyewe vimeingia kwenye mradi mkubwa wa kupata umeme. Tukienda kwenye barabara pale Njombe mjini, tulizoea kupata barabara kilomita, tukipata kwa mwaka mita 700 tumepata kweli kweli. Kwa hiyo katika miaka 5 ukipata kilomita 4 unaona umepata sana. Lakini kwenye kipindi hiki toka tumeingia sisi tumepata zaidi ya kilomita 25 za barabara mpya za lami ndani ya mji wa Njombe. Lakini bado tuna mradi mkubwa sana wa TACTIC ambao unakuja kujenga barabara nyingine 5 mpya za lami. Na mradi huo unaanza kutekelezwa kabla ya uchaguzi. Na hata ukianza baada ya uchaguzi wananchi wanafahamu hiyo miradi yote ya barabara. Lakini ndani ya Njombe tuna miradi mingine mikubwa ya elimu. Na siwezi kutaja yote. Mradi wetu mkubwa tunaotaja kwa sifa kubwa kushukuru serikali ni mradi wa chuo kikuu cha UDOM ambacho kinajengwa Njombe. Tunavyoongea wameshasaini mkataba, mkandarasi ameshakabidhiwa site na ujenzi umekwisha anza wa chuo kikuu cha Njombe. Kwa hiyo tunaona ni mabadiliko makubwa sana ndani ya mji wa Njombe na ndani ya kata nyingi za Njombe mpaka za vijijini. Lakini tumepata miradi ya umwagiliaji. Njombe ni wakulima. Tumepata miradi ya umwagiliaji kwa ajili ya chai na kwa ajili ya mazao ya parachichi. Visima vitaanza kuchimbwa, lakini kuna mradi mwingine wa mabwawa. Kwa hiyo na kwenye maeneo hayo na yenyewe imekuwa ni hivyo. Lakini kwenye barabara ni rudi. Tumeimarisha barabara za mijini, lakini tuna barabara za vijijini. Kwa kiasi kikubwa bado zinahitaji kushughulikiwa. Lakini kwa kiasi fulani tumeshughulika na baadhi ya barabara. Ukitoka Igawilo pale unakwenda mpaka unafika kijiji cha Ihanga, kwa mara ya kwanza tumeweka barabara nzuri ya changarawe kwenye maeneo ya chai. GMTV Dodoma.